Gojing akapanda juu kumuona adui yake. Ana walinzi wako hapa. Ana walinzi wako hapa. Gojing ashapanga kumuona na muua tu. Jamaa akatuma fani mbili hizo. Zikapita namna hii. Gojing anataka kumuua. Mzee akaama tu. Si mchezo. Anapiga mafani, si mchezo. Hizo fani zinakata. Hosea namna hiyo anakwenda kumuua Wanyang'ole. Mheshimiwa ingiliani. Wamdhibiti kwanza dogo, anataka kisasi huyo. Hebu sasa Sikonga anaacha makusudi. Yang Kang. Bwana umrudia huyo mzee. Yang Kang kawasaliti, yupo na baba yake kama wao walikuwa wajui. Piga na mechi namna hii. Wanamchangia Gojing wote hao. Hasa ndo walinzi wa Prince bwana. Tomeka. Weka buti mzee. Akawatawanya kini wapi? Peleka moto namna hii. Jamaa kainama kabisa hiyo. Si mchezo. Naka mateke ya kutosha mzee. Gojing sasa hivi kaiva, yuko fiti mbaya. 5-1. Moto. Che. Akakotea mashine things are bringing bam. Piga na eating mzee. Bwana. Bila nyingine mara kasikia mtu kaingilia. Na alikuja huyo. Yang Feng alikuja, anamtaka Gojing. Jeshi lake anamtaka Gojing. Nani huyo? Nani ingilia? Waacheni hawa. Unanizarau au ni nini? Mimi nimefanya hivyo. Nakuona mzee. Kwa hiyo tunahatima kukutana kila saa. Tumachana siku mbili, tuchakutana tena leo. Na kama mimi na marafiki wa milele aise. Kaka Sikong. Mko hapa mmekaa tangu nilivyoondoka. Kijana wangu anaumwa. Kwa hiyo nikabidi niwaambie arudi kuwatafuta nyie. Kwa sababu nimewakumbuka rafiki zangu. Acha unafiki wewe. Tukumbuke sisi wewe. Acha naye ronga. Umetukaribisha hapa. Tuwe na wema tu, usijali. Utakuwa ndo Sikong Bila shaka ndo Sikong, mtu mkubwa. Heshima kwako bwana. Na mimi. Yang Kang, misimua kawaona alikuwa ndani ya boti akakaa kimya. Huyu mjinga umerudiana naye Yang Kang? Nilikwambia huyu Yang Kang haaminiki. Anatamaa madaraka na utajiri wa baba yake. Hawezi kuja kuwa na sisi. Nilijua tu. Yang Kang ni muuni mkubwa. Yang Kang amebambwa leo. Yang Kang, msawa hadi leo mimi na wewe tulekeana. Kule kabula mama yetu tukaapa kwamba kama matoto unamrudia huyo mzee. Leo nimeamini kweli. Bwana muue huyo mzee faster. Muue hapo hapo. Acha kunuka wewe dogo. Prince. Nafikiri mjilinde juu ya hawa. Wakeni store mwalinde tu. Mimi na shida nao nitawatumia. Sawa, tusaidie sisi, tunasaidia wao. Anasema wao nikwambie ukweli. Haina haja wewe kujua. Hata kama tukuweza tukuchangia tunakuweza. Usijisifu sana wewe mzee. Tutakuchangia. Hapana. Kama wote mko mashujaa na marafiki zake, tuache waje. Maana kama wote ni marafiki wa huyu mzee, tuna shida na mzee. Kwa hiyo tuache waingie wakae na tuwahudumie vizuri. Wapeleke ndani. Gojing. Waache bwana. Tuwaheshimu. Unatupokea sehemu kama hiyo, tuna msaada zaidi yao. Tukaribisha, tunampokea. Mtu akaribisha vizuri, mpokea vizuri. Yang Kang sawa hadi tulekeana. Huyu ni mtu ambaye anamuoa kama moyo wa kondoo, lakini nje kondoo, ndani shetani mtu. Mbwa mwitu. Haswa kuaminika. Achana na Yang Kang msaliti huyo. Tunaenda ndani. Nimependa ile boti hata hivyo, mweli nzuri. Wakaingia ndani. Yang Kang ukweli umeumbuka. Wakawafungia huko ndani. Huko ni store. Wanangao salama. Hii sehemu sikoja kuhifadhi mizigo hii. Kama tuweka sisi huko. Hiyo ndo amri ya mkubwa inawafaa. Vyumba vimejaa. Tana nao mimi nishazia mazingira kama haya sana tu. Ni sawa. Taka hapa. Mwalimu. Umechukia? Hamna, sehemu ni nzuri. Kwa nini nichukie? Upande huku Yang Kang na baba yake kwa mekaa huku. Yang Kang na baba yake. Yang Feng. Huyu mzee amini kabisa. Nabidi tumvumilie tu alivyo. Sawa. Ananiuzi baba huyu, anatukontrol mzee.
Anyway, tuna lengo kubwa yote, tuvumilie. Kaambia ndio. Huyu mzee tumvumilie, maana tunataka tumtumie. Kwa hiyo Guo Jing amekuja leo. Ana uwezo mkubwa kuliko wako. Amebata kujifunza kwa Sikong, kajifunza kwa watu wengi sana. Kwa ana uwezo mkubwa. Wewe kama ndugu yake hujaja kufundisha? Hajanifundisha mimi. Lakini hata kama ndugu yake lakini ananiamini hata kidogo. Kwa ananiamini. Kawa kumbe ni hivyo. Kama nikimwona Guo Jing na style yake, anaonekana anakuzidi sana, amekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu yuko na Huang Rong karibu yake. Alafu isitoshe alikuwa kwenye kisiwa kule, wewe amejifunza zaidi. Baba, kwa nini muwazia sana Guo Jing? Sasa mimi hapa. Hapana. Ni kwamba nilikuwa nataka nione uwezo wake, nimeshangaa uwezo alionao. Nyi wawili bado mna ugomvi kuhusu kifo cha wazazi wenu, si ndio? Na uchungu bado. Baba, unavuka mbali hivyo. Yeye ni kama tu nyani kwenye mti, mimi simuogope hata kidogo. Alafu isitoshe, sitakubali jambo hili litokee kukuzuru nikiwa hapa. Hata hivyo, usimuache hata kidogo. Niache nikupe cheers, achana na yote hayo. Tutapata kitabu kwa ajili yako, wala usiogope kuhusu jamaa. Safi. Kumbe unamchukia Guo Jing, safi. Huko binti huko. Na jamaa yako kwa tufungulie ndaraka tuna njaa. Wewe. Kwa mpole. Alafu usiniite mimi kinundu. Mimi naitwa Hou. Unajua wapi bahari, kutoka baharini ujue hapa. Kwa niite vizuri nikusaidie. Kwa tuelewane vyema, tuishi vizuri hapa. Au na ugomvi. Haya kusimu wewe. Nundu kubwa mnaona na kuita nundu hivyo hivyo. Aya. Hebu achana nao bana. Tuache tuachie. Unasikia wewe? Aya. Mimi sitaki. Amekaa kutusikiliza mikataa. Mwalimu, tujifanye nimekupiga, yani jifanye tumekufa hili. Au watupe tumetoroka ili tumtege huyo. Ili afungue mlango itakuwa rahisi. Nafikiri hawa watu hapo kwenye email hawana nje, hautakuwa na wasiwasi. Tamsingi nachofini kwamba Oya Mfeng anaweza katuzuru tukiwa hapa. Kama akijua kama mwalimu ana nguvu tena, atatuadhibu jamaa. Afu ni kweli. Tumzizia trick huyu mzee. Akijua kwamba sina uwezo, anaweza katuthubutu kututesa tena. Kwa hiyo kwa tufanya haraka tu tumsimamishe, si ndio? Tumzuie. Lakini tutakamata tu siri waga inajulikana tu muda wote. Kwa hiyo bitu mzibiti tufanyaje? Mimi nafikiri watakuwa kuna jinsi wanafanya. Anakuogopa kwa sababu hajui kama una uwezo. Anatufungia kwa sababu anahofia. Lakini formula nguvu 9 tumempa. Vipi kama akijua ni fake ile sio ukweli? Lakini Oya Mfeng ni mtu mkubwa. Ana moyo mzuri ndio au? Ana moyo mzuri huyu mzee. Kaka Jing. Huko mzuri lakini Oya Mfeng anatumia sumu. Sumu uwezo wake ni hatari. Usahau kule kiswahili lilotokea. Wewe mzee hawezi kuwa mzuri hata kidogo. Mimi nafikiri mtatizo huyo mzee sio kumwamini hata kidogo. Sasa wakapata wazo. Yang Kang kama kawaida yake, paki kucha tu yeye anaingia kwa siri kufanya mazoezi. Licha kuahidi kila mtu kwamba hawezi kutumia style, bado anaendelea kufanya mazoezi ile style yake. Ni anaipenda mno ya kuvunja fuvu la kichwa. Licha kumwahidi binti kwamba hatafanya hivyo tena, bado alirudi kujifanyia mazoezi yale yale. Yaani jamaa ana kichwa kigumu, huwa asikii. Yaani ana kichwa kibovu achwa. Lazima nimpite Guo Jing. Guo Jing ana uwezo kunizidi. Lazima nimshinde Guo Jing. Nitafanya usiku na mchana mpaka nimzidi Guo Jing. Yaani taratibu anaingia bifu na ndugu yake Guo Jing bila kujali yote yaliyotokea. Bado bifu linaendelea kuingia kati yake na Guo Jing. Kisha ana uwezo kumzidi. Piga finga pale. Lakini bado atoboi. Bado atoboi. Anataka tu na uwezo kumzidi Guo Jing. Maana Guo Jing kila siku anazidi uwezo. Kwa nini? Nipiga jiwe kule. Kwa nini kila siku siwezi? Asura inampanda. Anili likurupukaji ile mbaya. Haya. Baada ya muda kupita tuingie huku. Leo mzee Oya Mfeng alikuja huku kuja kumtembelea Sikong. Kumbuka anaamini kwamba Sikong ana uwezo mkubwa. Sasa amekuja hapa na bila jitahidi kumzuga asijue kwamba Sikong hana uwezo. Sawa. Kaka Sikong we.
Unaopumzika kwa raha zako. Kama kawa. Ona anachanga kitu gani? Pombe yenyewe ina ladha mbaya sana. Ajiamini, anajifanya jamaa ajue kama kweli ana uwezo. Lakini nimekuletea chakula kizuri na pombe nzuri. Ningependa tunywe wote wawili. Jamaa akisikia msosi haelewi. Umeniletea pombe nzuri? Wewe mzee sema unachotaka tu. Kwa nini unaletea usifanye kwa mzuri? Kwa nini unatufunga hapa? Mtoto wangu anauma. Na ile style ya nguvu 9 nimepractice lakini haijanisaidia kitu. Inaonekana nimeguya mtoto wangu hawezi kupona, kijana wangu hawezi kupona kwa sababu formula niliyoitumia nguvu 9 inakataa kufanya kazi. Lakini Sikongo umeponea sumu yangu 80% umepona. Na uwezo wako wa kumfu umerudi. Umeponaje haraka hivyo? Kisiwani ulikuwa unatutesta. Kutegemea kama unataka kuja kutusaidia sisi tena. Kumbe lengo lako mwalimu anapata sumu muda mrefu, ulimpiga walimu wetu sumu angekufa je? Sasa hivi nakuhitaji wewe. Anihitaji mimi bwana. Unataka sisi wa nini tena? So hivyo. Basi nitakuwa mkweli. Mimi nafikiri kule ni chakula chenu. Nitaomba baada tupigane kwa muda kidogo, tupigane mimi na wewe. Anyway, lakini nikikwambia tu kweli ni kwamba nini tena? Kama utakishia kama tukipigana na wewe, unatuachia tu uhuru tuondoke kwa amani hapo, tafanya hivyo. Utaniambia kweli maana ya maneno? Kama ndio. Kitu gani hicho? Unajua maana ya maneno? Unajua maana ya maneno maandiko pale. Shida yako usielewe ile formula inamaanisha nini? Maneno yake magumu kuelewa. Nitakusaidia uelewe. Basi umejua kweli ninachokitaka. Basi kweli ni kwamba haya maneno yamechanganywa kwa lugha ya toka mbali. Lugha hiyo sio lugha ya hapa. Mwalimu wetu amejua lakini akapona haraka. Kwa hiyo ili tukusaidie ujue maneno hayo inabidi kwanza mwalimu akubali. Mwalimu. Umepona? Sana. Nimepona. Alafu ni muhimu sana kujua hilo. Ila Jingali niambia kanielezea kila kitu maana ya maneno aliyoko. Kwa lugha ya Kituhuluo. Kituhuluo ndio lugha inayotumika hapo. Rongana anaelewa na amefanyia mazoezi vizuri. Lakini kwa siku 7 baadaye nilikuwa niko fresh baada ya kujifunza. Nguvu zangu zikarudi. Nikana hadi uzee umeisha. Uone hadi uzee umeisha. Hebu niangalie. Tunaonekana kama kijana hapa. Kaka Sikongo. Kwani kuna njia yote ya kupona kupitia formula? Ndio ipo, mwangalia. Na nguvu za kutosha. Niona niko imara, niko fresh. Ona mwenyewe. Njia akaona kumbe hii formula ina maana kubwa. Anyway, anyambia haraka. Nini maana ya maneno yaliyoandikwa Tuholo, language ya Kituholo? Tuhuluo. Jing aliandika maneno kwa ajili yako. Ndio ungemuua. Na mwalimu wangu amuumia. Kama nafikiri muda huu ni muhimu sana kwa siku kuamini wewe, sio kirahisi hivyo. Naambieni ukweli. Msio mna hofu. Round hii naahidi ukweli kabisa wala sidanganyi. Kwa tukwambia ukweli tutatuachia sisi huru. Sasa mnataka kitu gani nitawaambia? Baada ya kuambia maneno yote hayo, na wewe tuambie. Sitapoteza muda wote tena na nia. Tawapa siku moja tu. Vinginevyo tutapigana hivyo hivyo. Au mtupo kwenye ziwa mfe kama yule mzee Kichaa alivyokufa. Hivyo hivyo. Niambie kesho maana maneno. Sobemelezi tena. Kawa force tena. Sikongo kanilea kula zake. Waya kula chana na huyu mzee. Akaambia baada ya siku ya kesho tu waambie ukweli. Sasa mwalimu, nakanza hivi na adabu. Umejua kama formula imefunzwa na nguvu 9 ya Tahulo. Hiyo mwalimu wangu aliniambia. Tuhulo ni lugha ambayo ya muda mrefu sana. Kwa hiyo umemdanganya yeye. Wewe mjinga nini? Sikiza. Rongana mwambie ukweli kwamba anajua ile amedanganya. Kwa hiyo huyu mzee anajua kwamba kudanganya atakuwa ni haja, lakini ametuacha tuishi kwa muda. Kama tumemdanganya, maana atarudi tena hapa. Kwa hiyo umwambie gani? Mwambie formula ya uongo ile mdanganya. Ile formula si ya uongo. Muda huu ni tofauti, msikia? Ile formula tulikuwa tuko nayo. Haiwezi kujua ukweli kama ile ni uongo au si kweli kwa haraka. Kwa mumzuge hivyo, kwa tutulie muda mrefu. Mpaka mguu wa binamu yake upone. Lakini lazima tutafute njia ya kufanya. Ila si ile tuachie tuondoke. Kwa landi hii, ataamini kweli. Anafikiri ushapona ujue. Kama kijua kama mpoteza nguvu zako, utaumizwa tena ujue. Na怎么办? Kwa tufanyaje? Njia moja ni moja. Kama atakuwa atajua ukweli kuhusu siri, ana matata atakayotokea. Akijua kama Sikongo uwezo bado upo,
hamna njia wote. Haya, pamekucha leo. Mzee anangoja aletewe maana halisi ya maneno kwenye formula nguvu 9. Anakiwa leo. Hatimaye amekuja Ronga. Ronga njoo. Wewe pepo mdogo wewe. Mungu wako aendeleaje? Na siku kwamba niko salama kidogo angalau. Wewe, hem tuongee kidogo bana. Nikeni msosi tumkaribisha kula tule bwana. Sikong. Leo chakula ni kizuri cha samaki. Mjomba kawaandalia peke yake kwa ajili yenu nyie. Natumai mtafurahi na ni kizuri sana. Basi ladha nzuri. Tamu. Hebu angalia. Kula Ronga. Haikula wewe. Sikong. Mmeshakumbuka nilichowaambia jana? Mmekuja na maana na maneno hao au jambo gani? Ni kuhusu ile lugha ya ajabu ya Kitulu kwenye formula hiyo. Niambieni maana haya maneno yote yaliyoandikwa pale. Waulize wanafunzi wangu, mimi siyajui. Wanafunzi wangu wanajua. Mwalimu, kula ni nzuri. Wewe dogo. Nini maana yale maneno ambayo yameandikwa pale ambayo siyaelewi kwenye formula nguvu 9? Niambie maana yake ile maneno. Kikweli ni kwamba waso magumu hivyo. Kikweli ni kwamba kata miti 100 kwa mikono, mguu wa mtoto wako utapona. Upumbavu. Unajua ananiambia mikono, unajua ananiambia mimi huo. Kama waamini basi sawa. Ronga. Kwa nini nikate mikono, nikate miti 100 kwa mikono? Kwa sababu kila mtu anahitaji kuwa na uwezo mrahisi wa kubadilika movement za mpigano. Kama mtakiwa mlaini na mwepesi. Mwili wako umetengenezwa na two-fold movement za stillness, ambazo hizo nguvu unapovamia nitakuwa zikae kwa uimara. Na inasema kwamba miguu ikiwa haiwezi kukaa kwa kutulia, maana yake huwezi kuzunguka vizuri. Kwa kumbe ni hivyo. Kwa inabidi nifanye mazoezi hayo kwa njia fasaha. Hapo nimekuelewa sasa, nimekuelewa. Binti kawadanganya. Lakini nafikiri ni hivyo. Ile siku kule kisiwani, mtoto wangu alikata miti 100 kwa mikono yake na ilikuwa inauma, lakini baadaye nikamsaidia. Nikajikuta mimi pia nguvu zangu sumu yote mwilini. Sumu ikatoka yote mwilini, nikawa salama. Unakumbuka? Nasema ni kweli. Jingali isema vizuri, master akaifanya na akapona. Kwa hiyo ni vile vile nimekwambia fanya hivyo hivyo. Lugha Kitulu unajuaje wewe? Lugha Kitulu kule kwetu babangu alinifundisha. Tulikuwa tuna mtu kutoka Tulu alikuwa amekamatwa. Kwa akanifundisha, alikuwa anatesa sana wanawake. Babangu akaniambia nimkamate, kwa tumkamata tukata na mmoja. Na akanifundisha lugha Kitulu. Na baada ya hapo nikaa nimezoea, nikamkata ulimi nikalisha mbwa. Bila siongee tena. Kwa hiyo nikata miti 100 mguu wangu unapona. Kata miti 100 mguu unapona. Ndio hivyo, lakini sio rahisi kukata miti 100 kwa kule. Hamna kisiwa hapa. Wewe dogo. Naongea ukweli au unanizunguka? Nyamini usinyamini utajua wewe. Ila kumtibu lazima usikirie na yachukua muda. Na mguu wake hawezi kusaidiwa kama usipofanya hivyo. Mjomba, ni siku 3 kufika ardhini, kwa hiyo tufika kwenye ardhi tutafanya hivyo. Hamna shida. Kaka Sikong, nguvu zako zimerudi kuwa vizuri sana. Ni kweli una uwezo mkubwa sasa hivi. Kwa nini kudanganya sasa mimi wewe? Formula nguvu 9 ni kitu kikubwa sana. Ni kubwa na ni nzuri sana. Mzee akawaza wewe kapona kweli ama? Anamjua Sikong ana uwezo, sasa akampima kama ana uwezo au la, ili awe na hakika. Na Sikong akajua hicho kitu. Nitakupa cheers. Wao akagundua nataka mpime. Akavaa pete ya almasi kwenye mkono. Kumbuka ana uwezo wote. Kampigia glasi akaidaka. Sasa atakuwa ikate kwa mikono. Sasa silver amevaa almasi. Akaikata glasi kwa almasi kama yule jamaa alivyoikata. Akaitupa hivyo. Sasa hiyo. Mzee kuona ilivyokatika hivyo, akaamini Sikong nguvu zimerudi. Kumbe ametumia almasi akaikata. Hii ni nzuri hiyo. Master. Hii ni umeamini au hujaamini bado? Say. Kweli nguvu zako zimerudi. Sasa akaogopa, kumbe amedanganya. Ile style trick ya Kindred tulotumia. Trick ya kukata kopo na kikombe kwa almasi imenisaidia leo, imeniokoa. Ungejikana hatuna uwezo. Tungia kwa binti misimuko. Ankang. Tukamwokoa Sikong basi. Gojin kakako. Alafu Sikong ni mtu ashanisaidiaga mimi. Kwa nini simuokoa asije kaumizwa huku?
Sasa binti iko sana Yankang. Mbona kimya? 我在想，我们现在在 tukiwa baharini, 完颜洪烈 kuna watu wakubwa wako na uwezo kutosha. 救他， Kwa mimi naona kabisa siwezi kukusaidia. 算救 Na ni ngumu kumsaidia yeye pia. 阿康， Yankang, 把完颜洪烈 kumbuka baba yako uso kwa mwambia Machie Sikong. Si mtu wako mmezeana. 哦， Babangu 完颜洪烈 Wanyang Hongle 杀他们， hawezi kuwaua, wala namjua babangu hawezi kuwaua. 想要杀死我， Gojing 我想 alitaka kumuua baba yako. 是绝不 Unafikiria hata mwacha baba yako, hata mwacha Gojing aende? Nancy, Dola. unafikiria vibaya. 如果要杀，之前就 Kama alikuwa na maana kumuua kweli Gojing, angeshamuua, kwani amfunge. 关起来。 Sio kumfunga tu, anaweza kaua. Usijali, sitaruhusu waue wala. 可郭师弟他们被囚禁了， Lakini Gojing ni ndugu yako, amefungwa. 他们一 Kwa nini usimsaidie au umekosea kumuelewa? Jamaa yako ya muazi Gojing 天底下 akaambia usijali, 你不 usinifikirie vibaya, inatosha kunielewa, niamini tu. Binti kamwamini, lakini jamaa sio mkweli. Akirudi huku anafanya mazoezi ya kuvunja lile jiwe mpaka abomoe. Anataka mzidi Gojing. Inaonekana ameshaingia wivu na ndugu yake, hata ajali kitu tena. Na wivu kisha kuingia ni tamaa imefuzu. Sasa anataka kumuua Gojing kila namna. 爹 Babake anamwambia usiku hivi, 总是梦见郭靖 nimekuwa nikiota Gojing anataka kuniua. Kuna kazi babake alimpa. Mwanangu sikiliza. Nimeota Gojing anataka kuniua. 你看 Nataka nifanyie kazi moja mtoto wangu. Alichukua kisu akampa, akamwambia chukua kisu hichi. 替爹除了这， Naomba uniondolee huyu Gojing, muue Gojing. Akampa kisu na Yankang alipokea. Kwa hiyo Yankang yuko hapa leo anavizia jinsi ya kumuua Gojing. So ndugu tena. Oh wait. Lazima nikuue. Lazima nikuue Gojing. 逼着我做杨康， Lazima nikuue. Lazima nikuue. Lazima nikuue Gojing, hawezi kunizidi uwezo. Hawezi kunizidi kila kitu. Lazima nikuue. Lazima nikuue. 逼着我做杨康， Lazima nikuue. Nakwambia nitakuua. Lazima nikuue. Gojing achunge mzee. Huyu sio mtu tena. Kumwona mfanyakazi anakuja maskini, mfanyakazi hana kosa lolote. Kamkaba mfanyakazi ambaye hana kosa lolote. Kisa hasira zake tu. Akamnyonga, akamuua mfanyakazi. Kisha akampiga fuvu la kichwa namna hii. Toboa fuvu kama sehemu ya zoezi. Akamuua mfanyakazi, baadaye akamvuta usiku watoto wakiwa wamelala. Watoto wakiwa wamelala. Kisa usiku hivyo. Akamchukua, akamtupa baharini. Wote wakiwa wamelala, akamtupa kwa bahari. Na mtu alijua. Sasa msosi wa kutosha amewekewa. 不是水， Chakula gani kibara mna hii? 天天胡， Unanidanganya kila siku wewe, ndio? Wewe nundu. Wewe nundu. 谁是他？ Hii pombe gani chafu? Nani nundu wewe? Chaka mimi si nundu, umesikia? Kama mla msile basi. Ni vipi bwana? Na wao sana mwogopa Sikong. Anajua Sikong ni mtu hatari. 软， We, Longa. 不吃饭， Kwani hauli? 欧阳锋和完颜洪 Oyang Feng na Wanyang Hongle 什么动静？ wamekaa kimya leo. Nini kinachoendelea? 他不来骚扰我们，不是 Labda hataki kutusumbua. 就算是欧阳， Mimi nafikiri Oyang Feng hajaamini maneno yetu. Atajua ukweli kama sisi tunamdanganya. 他会答应？ Kwani tusipote tuondoke haraka? 蓉儿，你的胆， Kama Longa, unaogopa nini? 我也说不出来。 Ni kwamba nataka kuogopa kwamba najisikia vibaya kuna kitu kibaya kitakukuta eti. 阿爽， Walinzi wako hapo nje. Tutaondokaje nje sasa? 他们说还有2， Kama nilivyowaambia, baada ya siku 2 kama tutoke nje ya boti. 会吧？ Oyang Feng katuahidi kutuweka tukiwa salama, si ndio? 他不害咱们？ Lakini kama tudanganya kutuvutia muda mrefu, bado tutoroka tuishie. Ronga, 可是这地方 tunatokaje sasa hapa? 不缺呢 Tumefungiwa store. 啊！ Binti akawapa mbinu. 人，师傅就带你们一起出。 Tushafungwa tu njia kutoka hapa. Teacher, relax. 你们放心， Kuna wazo moja liko hapa. 冲出去了。 Tuwapige toke. 我说 Ambao usijali. Hawa watu wako imara. Tusiwe na haraka. Binti akaangalia. Kuna wazo akapata. Ili waweze kutoka hapa, wacheze triki. Amba sikiza, mimi na plan. Na wazo nimelipata. Tumzuge huyu manundu afungue mlango. Sasa muda wa kuleta msosi ndio huu. Manundu. Sasa huu. Chakula kiko hapa. Weka hapo ndawaingizia mlani baadaye. Huyu manundu ndo analinda mlango. Sasa anaamka shangaa kuna ukimya ndani ya chumba hicho. Sasa alikuwa amelala. Anya mabwege. Muda wa chakula. Kuangalia haoni mtu. Naye alikuwa amelala. Akaisa mtoroka, akafungua. Akafikiri mtoroka.
Hey, kutaki kuna kule hakuna mtu. Ni watu. Kufungua huku hakuna mtu. Wamekimbia, wametoroka. Nini tena? Wametoroka kia nani? Watu wafunga store wametoroka. Gojing na wenzake wamekimbia sijui alipo. Wakaja kuangalia kweli. Wametorokea hapi. Boti ni ile moja unaenda wapi? Boti ni ile moja unaenda wapi? Hawana pa kwenda wale. Wako wanapita kwa juu. Kumbe wamejificha kwa chini hapa. Wako kwenye chumba kile kuna kasehemu ka chini kwa kuwekea mizigo kama wengine wamekaa. Hawakupekua hawakuwaona. Wameshaondoka. Sasa wao kumbe wamejificha chini humo. Kwa nini hii sehemu kwa chini kuna sehemu mizigo wewe inakaaga ile mizigo ambayo ni ya thamani inafichwaga humo. Sasa waliingia wakajificha hapa. Wakatoka wakaacha mlango wazi na ilikuwa lengo lao watoke. Mlango ulipoachwa wazi, jamaa wakaona safi. Na wao wakatoka. Nasema huyu mzee huyu Manundu tukimzidi meisha hivyo. Huko imara. Tuondokeni. Sasa wakamtoroka Manundu anaondoka. Bwana. Huku nje Manundu ametoka hajawaona. Tafuta kila pahali hajui ameelekea wapi. Mapata. Foto search kila pahali hakuna mtu tambei kwa hapa. Wametorokaje kwenye chumba kati meli ni hii. Lakini wamepaa wafanyaje? Chumba kiko hamta kila pahali. Hamna sehemu anza kutokea. Ametokea sehemu gani? Nini kimetokea hasa? Hamjaona? Nimesema chumba kimefungwa kila pahali. Wametokea wapi? Wamekimbilia wapi? Na wametokaje? Najua alipokuwa. Tundeni. Yankang kumbe anajua chumba kina chumba kwa chini. Kumbe Yankang anajua hichi chumba kina sehemu nyingine inakaa uvungu kwa chini. Mwana sehemu imefungwa kila pahali. Hii chumba cha mizigo. Hamna sehemu yote kutoka. Akati Yankang anapita aligundua sehemu imefunguliwa hii. Afungua hapa. Fungua hapa. Alipofungua kuna shimo, maana yake alikuwa humu. Walijificha humu kuwaona. Jamani mjinga walikuwa wako tu kumbe hapa muda wote. Mbona kuona kikesi kuona utumia akili wewe? Na wametorokea alikuwa kwa mwenye triki kumbe alikuwa humu. Ama triki. Basi itakuwa wajana mahali wako humu ndani. Wakatoka kawai kule nje. Kumbe na wao kina Gojing wametoka nje sasa. Tafuteni mtumbwi kwa wapi? Tafuteni mtumbwi tuondoke. Mwalimu. Mtumbwi haupo. Wanataka waruki wasepe na mtumbwi, hamna njia. Mara Oyangfeng katoka. Subirini hapo. Oyangfeng huyu hapa. Wewe mzee. Sasa kuahidi au? Mimi sijaahidi kwa chenye muondoke. Wewe mzee, uko salama kumbe? Kumbe ni mgeukaji wewe. Wakawakuta. Mzee akapanda hapo juu. Twende, anajua Sikongo ana uwezo kwa kaogopa. Kwa mama mnafile tucheze namna hiyo. Gojing akamzuia. Nipe nikupe. Gojing akapewa. Asa Gojing uwezo maskini hana. Gojing asa nafikiri Sikongo ana uwezo. Akajikoki aende kuvamia Sikongo namna hiyo. Gojing kamkuta Sikongo ampiga Sikongo namna hiyo. Basi Sikongo ana nguvu, akajua ukweli. Sikongo ana nguvu. Binti akamzuia. Mzee kashajua ukweli. Avuta mkongojo huo. Ngoja. Huwezi kunifungulia hapa. Huwezi. Nishakamatika. Wewe kumbe hauna uwezo kwa unanidanganya wewe. Hauna uwezo wote ule. Ni kweli. Sasa hivi sina ni kama mzee tu wa kawaida. Ni uwe basi. Mimi nafikiri usumizi wa wanafunzi wangu ni wewe mwenyewe kama unataka kuniua. Mheshimiwa, kama unataka kumuuza mwalimu wangu, pigana Gojing kwanza. Mimi sitakubali uondoke. Na hiyo formula yako ni hiyo style ya nani hii hutojua. Mzee anahitaji kweli kwa ile formula. Sasa, Oyangfeng ukimua mwalimu wangu, akamwambia lazima niue mimi kwanza. Mzee akatua pale. Tucheze wote wawili. Muue. Sasa Yankang akatumwa muue Gojing pale pale. Sikapewa kisu jana.
Akana mkaribia Gojing kama anaongea naye. Lengo mtoboe na kisu. Gojing hana habari. Anajua ni ndugu yake tu na gombana kawaida. Kumbe katuma kumuua. Akavuta kisu kwa nyuma. Yang Feng, sitaki msaada wako, kaa pembeni. Nitapigana Gojing peke yangu. Mara kasikia nani anasumbua watu wangu huko. Sauti ya nani huyo? Kumbe ile kichari kwa hajafa. Yuko humu ndani. Akazao wow. Yuko wote watu wako wengi jamani leo. We, omba. Wewe mzee kumbe huko hai. Mimi tusaidie kwanza. Niombe basi kwanza, niombe. Akamblock, akamtoa. Shifu, bale mko salama? Aya, huyu mzee amekupiga sumu kama story ndefu jamaa wangu, acha tu. Nilijua tu. Pole. Aronga. Akaguo. Asija kuona muda mrefu bro. Huko kumbe. Haja, nani wako hapa? Hata mnarau muda. Nani wangalia kama huyu? Ona huyu. Ona nyie. Ndio chezeni basi tucheze wote, sio? Kichari imekuja. Mzee. Shifu ndio. Wewe umemwona kaka yako sana huyu. Kwa nini unamwacha hivyo? Aja. Nani kamwona kakaangu? Nani kamwona kakaangu huyo? Ni huyu au huyu? Au huyu? Nani kamwona kakaangu hapa? Ni wewe? Au wewe? Aya. Zabuton. Umevunja ahadi. Ulitakiwa uliwe na samaki. Kwani uko hai mpaka sasa hivi unarudi ukiwa hai? Hauna taibu? Mkweli. Kikweli ulikuwa hujakosea wewe mzee. Lakini maneno yako hayakuwa wazi wakati ule. Na fanya tukao tumeshinda kuelewana kidogo tu kunielewa. Watu wanajua kama wewe ukiongea kitu basi kimesikika na imeenda hivyo, lakini wewe umeahidi uongo. Kivipi? Sio ulikuwa umekubali umepoteza beti ukashindwa ukadumbukia kwenye simu. Akazobuto. Amemwekea sikonga ng'ato na mdudu. Mwache ngoja kwanza. Niliahidi kwamba ahadi lazima itimizwe. Hiyo ni ahadi ya mpiganaji, lazima atimize ahadi anayosema. Si ndio mzee? Ni kweli. Mwalimu. Basi nilibeti na wewe kwamba utaua samaki wote papa wote baharini. Lakini bado mshinda julikani kati yangu mimi na wewe. Si ndio? Ukweli msomeka, si ndio? Njoo jaji tena hapa leo. Nakumbuka nilikuwa jaribu. Wakati ule ulisema kwamba utaua papa wote baharini hapa. Ukamwaga sumu papa wote wakafa. Lakini ukaahidi kitu kimoja kwamba nidumbukie kwenye maji nikadumbukia, si ndio? Ndio ulidumbukia. Kama alivyosema. Lakini ulipoteza na ukadumbukia, lakini hujafa huko wewe umerudi sababu ulikosea. Bwana kuonesha kitu. Unaona hii? Hii nimeitoa pahali. Au ngopige nao. Kumbuka mzee, nilipodumbukia katika maji, nilikuwa nimejaa. Nikutana na huu mti. Watu napita kule, nikamuona papa anatembea akiwa na huu mti mdomoni. Maana yake huu mti ulikuwa umekwama mdomoni kwa papa. Kwa hiyo papa alishindwa kula ile samaki mwenye sumu. Kwa papa mmoja akaiko hai. Kwa hiyo hukuwa papa wote. Papa mmoja hakunywa sumu yako. Maana yake papa wote walikufa lakini mmoja alikuwa haiko hai. Maana yake wewe umefeli. Kama ni hivyo, hamnaga bahati pasipokuwa na ushahidi. Kwa hiyo papa wote walikufa. Nafikia tukubali upande wako, hiyo sio fair. Haihesabiki mpaka ushahidi uonekane. Kaka Sikongo, uongo kweli? Kweli, hamnaga bahati. Basi sawa, najua utasema hivyo tu. Wewe nikuoneshe ushahidi. Kama kuna papa bado yuko hai. Kuna papa mmoja yuko hai. Nyinyi mkiwa mashahidi wote ngoja nionyeshe kitu. Alisema anaua papa wote baharini, lakini kuna papa yuko hai huyu hapo. Alimuita papa huyo. Kaka Shaki alipiga filimbi akamuita ndiye huyo. Usi papa huyo. Sasa mmeua wote, mbona huyu mmoja yupo huyo hapo? Si huyo hapo. Bwana Kwa kuna jambo kama hili. Unasemaje katika hilo? Ulisema unaua wote ukuua wote. Maana yake unapoteza wewe. Kwa hiyo umeshindwa. Basi hamna shida. Nakubali nimeshindwa. Mna adhabu gani mnanipa adhabu gani? Adhabu yako mtupeni kwenye bahari aliona samaki. Hapana. Akienda tamuua papa wangu, sitaki amuue papa wangu, rafiki yangu yule. Yule papa ni rafiki yangu. Kwa hiyo tunafanyaje? Mimi nafikiri msemo wangu alivyosema lazima huo aonekane sasa hivi. Harisha hapa mbele ya watoto akiwa naona kama mtu anusia harufu ya mavi yake. Acha kusema mchezo bwana. Msaidie mwalimu wetu kwanza. Afu kweli. Ondoke hapa.
咱不能。 Ngoja kwanza, kwani tuondoke? Mimi sijaona kinyesi bwana. 肯定又想 Huyu mzee akinyesha kutanuka vibaya. 吃亏，还是咱们吃亏？ Kwani tukikaa kwa matatizo tutapoteza bure. Watu tuondoke na matatizo, tuondoke watu tukamtibu mbele. 老卢，快点给 Okay, tuwekee boti tuondoke. Hiyo ndio nakupa kwa niaba ya hiyo sababu ya kunya hapa. Nipe boti niishie. 先生。 Basi poa. Sitaki kunya hapa. Wapeni boti waende. 王爷， Prince, wape boti waondoke. Mtumbwi. 是 Lakini wewe wape tu. 好吧， Hamna shida. 弄条小船。 Wape wachie waende. Wapeni na mtumbwi waishie. 我与 Gojing. Tutagombana baadaye, ugomvi wetu utaisha baadaye. Poa. 康弟， Kaka, 我们走吧。 tuondoke basi. Yang Kang tuishie. 别管他了， Achana na huyo. Yuko na baba yake, kuamini hata kidogo yeye. Huyo sio kuaminika. Bado Gojing anamwamini huyu jamaa, lakini jamaa ni mbaya. Alitumwa amuue. Ewe, sijui itakuja kwaje kwa Gojing. Bado anamwamini huyu jamaa. Leo kamsaliti live, wakaondoka. 你等等我。 Nikwambia tu ungeona. Nisubiri kidogo. Mbona ninonia rongani? Fanya kosa gani? Kule kwani nilikosea, ndakoni mwenzio baba yako lakini kasirikia. Usinikasirikie basi. Utaona Gojing, tutaona naye tu. 功过相抵。 Sasa basi nilikosea siku zile kule. Sikuongea ukweli pale Kiswahili kwa makusudi, lakini baba yako atafundisha ndio na Gojing tu. Sitaki. Nenda kutana na baba yangu muelezee ukweli wote. Nitakusamehe. 好，没问题。 Okay, basi mna shida. Nitaongea na baba yako, nitamwambia kila kitu usijali. 哦，黄岛主， Okay. Nitaongea na baba yako, nitamwambia ukweli kwamba kikweli Gojing alikuwa hajui, akakariri ile formula. Usinunie tena basi. 这还差。 Kweli? Kweli nitafanya hivyo. Akiwa hapa Ox Village. Hichi kijiji ambacho baba yako Tyson alikaa. Ox Village. Gojing alikumbuka mama yake kiasi kwa kumwelezea habari za jinsi alivyokufa baba yake alivyouawa. Hapa kwa hichi kijiji cha Ox Village. Alikumbuka ile tukio, alielezewa tu. Baba yake ndiye alivyokufaga. Leo wanafika kwenye kijiji ambacho wazazi wake waliishi. Hichi ndio kijiji ambacho mama yake kiasi kwa anamhadisia. Mama yake alikuwa anamhadisia hichi kijiji muda mrefu sana. Jinsi alivyokuwa ameishi hapa baba yake na yeye pamoja. Basi akipita mitaa hii anavuta picha na imagine jinsi baba yake na mama yake walikuwa wanaishi kipindi hicho. Mama yake alimwelezea hichi ndio kijiji ambacho baba yake alifiaga huko. Basi Gojing kufika hapa leo akawa anaangalia maeneo kama haya, anavuta picha ya mambo yalivyokuwa enzi hizo. Baba yake hakuwahi kumuona hata siku moja. Baba yake alikufa mwanzoni kabisa. Mama yake alimwambia hichi kijiji ndio kijiji ambacho wao walitakiwa waishi. Hichi ndio kijiji chao ambacho walipaswa waweze kuishi. Basi ukiangalia kama hivi kumbukumbu nyingi zinakuja. Mama yake ameishi kumwelezea habari hichi kijiji. 这儿， Binti alimkuta. 真的， Nimekutafuta kila pale kumbe uko hapa. 金哥哥， Gojing, mbona shangai sehemu? 双儿， Nasema Ronga, 这里 hapa ndo kwetu palifaa pawe kwetu kipindi hicho. 可是我不知道。 Lakini sijui wapi nyumba yetu ilipokuwa. Maana sijai kuwa hapa. Mama yangu amekuwa akinielezea tu. Nilipokuwa mdogo mama yangu aliniambia kwamba kijiji cha Ox Village ndio sehemu ambapo tulikuwa tunakuwa nije kuishi na kukaa na mama yangu. 有一条小， Anasema kipindi hicho kwa ni mtoto mzuri, kwa ni sehemu yenye furaha. 经常会在 Lakini kumsikiza maneno mama yangu tu anakumbusha mbali. 会听到蛐蛐的 Asubuhi na jioni sauti ni tofauti kile kijiji. Kijiji kizuri sana cha nyumbani, Ox Village. Anakumbuka maneno hayo. Mama alisema kwamba nyasi za huku zinanukia vizuri na sauti nzuri kila pahali. Anasema kule ni tofauti na huku. 家乡 Kuna harufu nzuri, miti mizuri. 是灶台上热的饭， Na harufu iliyoko kule ni nzuri sana. 是屋檐下挂。 Ana vitu na hali ya hewa pia iliyoko ni nzuri. Leo nimekuja kushuhudia kama macho yangu. 回到家以后， Natamani sana ningekuwa nimeishi hapa kipindi hicho. 打开的米酒香， Lakini sijai kuonja ladha chakula cha humu. 金哥哥，你爹和你娘知道你能回， Jing, baba yako akijua kwamba uko hapa, nitakuwa nafurahi sana baba yako akijua uko hapa. Baba yangu akijua kama niko hapa. Baba! Mama! Niko hapa! Mama, nawahakikishieni nitamuua Wanyang Hongle kwa ajili ya kisasi. Nawaahidi hivyo. 荣也要帮靖哥哥。 Mimi nitamsaidia Gojing kulipa kisasi. Binti naye hapa. Kokote pamoja tutakuwa wote. Binti nampenda Gojing kweli. Maisha ni maisha, kumpata aliye sahihi kwako. Sasa
Wakati kwa kwenye boti kina Wanyang Hongle, kuna mtu alikuwa anakuja anapiga filimbi namna hii. Babake na binti Ronga alikuja kwa lile boti kumtafuta binti yake, lakini binti yake ashaondoka mle. Hao akiwa huko kasikia mlio wa filimbi inapigwa kwa mbali. Na filimbi ya huyu mzee ni ya kichawi, akawa anawafuata kwa nyuma yao. Ile boti anapiga filimbi yule. Sasa mzee filimbi yake ina makelele yanaumiza kichawi. Akiipigaga, lazima masikio yenu yaanze kuwauma na vichwa vianze kuwauma. Filimbi inapigwa kichawi. Kwa hiyo inaingia inaharibu ubongo kweli kweli. Mzee ana nguvu kubwa sana. Sasa mzee sana mfahamu. Mzee kumuona alimjua huyu ni Huang Yongle, baba yake na binti Lao Sha. Akamblock watulia. Kaeni hivyo hivyo. Huyu ndo wa kwanza kupiga kwa sasa hivi. Maana yake huyu ni wa kwanza, Sikongo alikuwa wa pili, alafu ndo anafuata huyo mzee. Alipofika hapa karuka chap, akaingia kwa boti lao bila wasiwasi. Hajiamini, wao hawamjuagi. Wanasikiaga jina lake tu. Yosho. Kaka yao. Ama rafiki zangu naomba usiwabuguzi. Hatuna ubaya mimi na wewe nafikiri. Kaka Feng. Niko hapa kumtafuta binti yangu Ronga, umemuona? Lakini Ronga ameondoka muda mrefu hapa. Lakini hakusema. Ronga hayupo kwenu? Hayupo. Namtafuta binti yangu, sijui mmemuona maeneo kama haya. Sijamuona kabisa. Wakamdanganya kati alikuwa hapa. Wewe ndo mtaalamu unayeheshimika miaka yote kama sikosei. Naitwa kaka yao. Mimi ni prince wa 6 kutoka taifa la jini, huyu hapo. Na tuko hapa, huyu ni Master Yang Hayaoshi Lao Sha, mpiganaji wa kwanza mnayemsikia ambaye hawezekaniki. Ndiye huyu. Mheshimiwa, hongera kwako. Kwa maarufu mkubwa. Master Huang. Nataka nitafute binti yangu. Naomba nitaondoka. Ngoja wewe, siku ya kwanza. Jamaa sana mdomo akansimamisha. Ngoja kidogo. Binti yako na mdogo hivi eh? 15-16 Kama sikoseni kabinti kadogo hivi. Umemwona binti yangu mahali? Ulimuona mahali? Binti yako sijamuona. Kama ni binti yako mdogo hivi nimekuta amezama kwenye maji amekufa. Amekufa? Siku 3 zimepita hivi. Niliona binti moja mdogo alikuwa analia kwenye maji kama ashakufa hivi. Alafu binti nikimwangalia ana umri kama miaka 10 na unajika unasema ni ukweli. Bila shaka. Anakuwa miaka 15 au 16, mdogo mzuri hivi. Si ndio huyo? Okay. Ni ayavaa nguo nyeupe. Ngoja kwanza. Kaka Feng. Anaongea ukweli, jamaa anaongea uongo. Sasa jamaa likamdanganya. Kaka yao. Uvumi wa vuvu wanasema walimuona mtu namna hiyo. Kwa nahisi ni kama binti yao kabisa anavyoonekana. Bwana binti yao kafa kweli. Yaani kama amekufa akiwa mdogo sana. Anatia huruma binti yako. Pole kwa hilo. Mtoto wako amekufa, kijana wangu atachukia sana. Mzee akaamini kweli Ronga kafa. Kumbe amemdanganya. Mzee alichukia. Alichukia kabonyeza hapo kwenye boti mpaka mawimbi. Cheki. Alikasirika kweli. Akaa ametulia na huzunika. Wewe mzee. Hizo sehemu yako bwana, kalie mbele huko. Usikie karibu yetu bwana. Wewe mzee. Piga kibao. Akamtoa mpaka nje ya maji. Ongea una adabu unapoongea na mimi. Afu karuka chap. Akatoka kwenye boti lake. Kaka mkubwa. Baada hapo akaishia zake. Hakuwa na mbaya na wao. Yeye alitaka binti yake ajue yuko wapi basi. Na wamemdanganya binti yake amekufa, lakini wamemdanganya. Wanitoe huku mwanangu. Wewe mzee. Sitakuwa tupigane basi kama unaniweza. Usikimbie. Mwoga wewe. Njoo. Mzee akaanza kupoteza muda, mtoto mdogo kama huyu. Upoteze muda wa nini? Akaanza kuongea shairi fulani la huzuni. Asa asubuhi pamekucha, usiku unaingia. Matone hushuka polepole kuboresha hisia. Maumivu makali yasiokuwa na kimo pale hisia zinaposhindikana kuzuilika. Kutengana kweli kunaendelea. Mbingu haina kizuizi. Nani wa kumlaumu? Hilo shairi gani anaongea hilo? Masikia shairi analoongea. Ni shauri la kumwenzi binti yake, ni kama anahuzunika.
binti yake kufa. Sasa wengi hawamjui binti yake ni nani, lakini huyu mzee anafahamu, yule mzee anafahamu. Lakini hawa hawamjui kama binti yake, lakini mzee anafahamu, amemdanganya. Mzee amemdanganya lakini anafahamu kila kitu. Haya, tuingia kwa kile kijiji cha Ox Village. Mahali kina ya Gojing wamekuja. Q-San Inn. Hii nyumba ni kama ya muda mrefu hajakaa mtu yote. Oya! Kuna yote hapa. Tuingie bwana, hamna mtu. Wakaingia ndani ya chumba hichi. Sikong. Mbona hamna mtu yote ambaye yuko hapa? Mzuka iko hapa au nini? Unaogopa mzuka? Usiogope mzuka. Mzuka kitu gani? Hapa. Walikuta nyumba haina mtu tu, wakaamua keti wakae hapa. Wakametulia hapa. Yuko hapo mzee kichaa. Old Iching. Mzuka! Akamtishia wewe. Mzuka. Atakumtishia bwana. Kama unaona ngoba mzuka nilikuwa sijui. Wewe mfano unafikiri running, unatishia na msicheze na wewe. Mtoto gani ajabu ajabu hii? Hizo mzee msijazeeka bwana. Ila wasema ni ukweli. Kuna mizuka mingi itakuwa iko hapa. Jinsi ninavyoona, mizuka ikosekani humu ndani. Mimi nantisha mistaki. Mimi nitakaishia kawacha hapa. Wakati akiwa hapa, kwa mtoto mmoja akawa amenunua tikiti maji akawa anapita, kumbe anaishigi humu. Tikiti langu litamu, naenda kulichezea. Tikiti langu litamu, tikitiki. Oya kijana, wa binti. Unaishi hapa? Unaishi hapa? Kama kichaki hivi. Jina lako nani? Jina lako nani na wewe? Wewe. Utakuwa kichane. Naitwa Ronga. Wewe je? Mimi Ronga. Okay. Mimi naitwa Shagu. Wewe kuna mtu yuko hapa? Wewe ni nani? Tikiti. Nikana ndio tulivu. Anasema naitwa Shagu. Naishi hapa nafikiri. Aya Shagu. Tumekutana tunakili sawa. Ni Shagu. Yo, ni Shagu. Shagu. Baba yako yuko wapi? Babangu. Babangu mimi. Kafa kitambo kafa. Mama yako je? Mamangu. Hivi na mama kweli? Nafikiri amekufa naye. Mzee yuko strange. Na hii kunako nini? Hii tikiti maji langu naenda kulila. Tamu kweli kweli. Nipatiwa si nilione kidogo. Sigaye kidogo. Sigawagi vitu vangu kwa mtu yote. Sijala kabisa siku nyingi. Mimi sishai chakula changu na mtu yote. Hizi changu peke yangu sishai na mtu. Akaona mjaribu subirini. Tumpime. Ukichaa kweli hapa? Shagu. Ama angalia juu. Nini pale? Nini wewe? Akampora tikiti. Wewe tikiti langu wewe. Nyuma yako. Ndio alimpushi. Nikama binti anajua kupigana na nguvu za kupigana nazo. Tikiti likapasuka. Tikiti langu. Mungu unapiga komfu wewe. Basi hamna shida. Binti alikasirika. Anatumia style za mikono. Hand combat. Hey! Kwanza jamaa kana ama. Afu mikono yake ina speed kinyama. Sasa ngoma hii. Binti ana speed kwa mikono kinyama. Binti kana changa mbona hizi style kama ni za kwao. Cheki. Njoo. Binti anatumia style za mikono. Hand combat. Kana binti anatumia style za pitch blossom. Kiswani kwenu. Mbona style za nyumbani kwetu hizi? Nataka binti wajifunza kutoka kwenu nini? Bana pigane naye. Subireni. Binti kamzuia chap, kamzungusha mtu mzima. Wewe Roma simumize binti ana shida bana. Mimi za mkono wangu tikiti maji langu. Yabasuka. Nirudishie. Jamaa kupata mtu kucheza naye akakimbia naye huko na huko. Nirudishie. Shagu katoa wapi style za ukoo wetu? Kasitolea wapi? Maana Zubuto alikuwa anasijua huko katoka wapi. Labda huyu ni baba wako alimfundisha, huwezi kujua. Labda akiwa huku kwenye kisiwa cha Cloud. Turudi upande wa Cloud yani.
Yule mzee ambaye alifundishwa babake na binti akiwa huku, 信上怎么说？ Master amenitumia ujumbe. Anasema Ronga amekufa kwa story alizokuwa amezipata. 不在人世， Kwa binti yake amekufa. Kwa hiyo 消失那 amesema 船 binti achukua boti akaenda kumtafuta Guojing, baadaye akazama kwenye boti. Kwa Ronga amekufa. Master akasema Guojing auawe, tumtafute Guojing tumuue. Binti yake amekufa kwa sababu ya Guojing. 小事故的 Kwa nini sijali mtokea Guojing analomikaje kama binti yake amekufa? Sasa wanafikiri binti kafa kwa makusudi, amekufa kwa naamini kwa binti kafa. Guojing ni mtu mzuri tu. Afa atakijua kuna shida kama hiyo, angetusaidia. Hawezi kama amemuua Guojing. 是 Amri ya Master igeuki. Guojing tumtafute tumuue. 还是尽快到郭兄， Lakini nimeamua kumpa onyo Guojing. 希望他 Master sumu lake ni kumuua. Kwa hiyo 师傅的 nabidi Master akitulia, tutaenda kumuelezea ataelewa. Ila tusimuue Guojing. Basi mtaenda kumtafuta Guojing, nimpe maelezo 去打， ili ajue uhalisia ulioko. 还有 Ngoja. 派人 Lakini pia 侠。 mashujaa 7 wale waambie ukweli Guojing anatafutwa. 是，我这就去办。 Mzee katoa amri Guojing auawe, akiamini binti yake kafa kwa sababu ya Guojing. Hasa leo anamtemshia kuku, amemletea Sikong. 我来帮你。 金哥哥， Nakusaidia. 外面折几根树， Jing, 赶紧。 utakula wewe pamoja na Master. 好嘞， Anyway, Master, sasa hiyo. 师傅，快 好 吃！ 香啊！ Unanukia vizuri kweli kweli. Unanukia hiyo. Na njaa kufa mtu yeye nyanze nao mimi. Aja. Nani njaa inauma. Ngoja. 鸡腿是留给 Hili cha mwalimu wa jana unashaanza kula. Msijali, mwacheni ale. Wanipendelea au sio? Mwalimu kasema nile, akang'oa kipande hapo. Anda kula hii. 那你这鸡腿 Ngoja nao hata mikono michafu jana. 拿几个碗来？ Ana mikono kwa ajili ya kula. Aya. Mbona nichanza tayari? 你这黄老薛的女儿， Shaonja kidogo manaka naye mikono. 师傅， Mwalimu, hii pande kwako hii, kula. Na ubweche. 唐师傅啊， Bao tu ni mzuri kwangu. Jamaa kana kula akaja huku. Sasa kumbuka ja kuchukua sahani 2 3 vikombe. Hii sehemu ina vitu vingi kweli. Kuna bakuli liko hapa, bakuli la kwanza. Bakuli la pili la kuwekea pakulia wali. Bakuli lingine ndio hili. Anavuta bakuli alitoki. Vuta alibanduki. Haya. Bakuli limegoma kutoka. Sakamua aliguse bakuli gani la goma kutoka hili. Hayo. Kama limefungiwa hapa. Vuta alitoki. Vuta alivuzuki. Kuteki vya kwa mbona la goma ligumu kutoka. Bandu alibanduki. Akaona ngoja. Akatumia nguvu kulizungusha. Hey! Kumbe kuna mlango hapa. Hii ilikuwa ni ufungua mlango. Mlango kasogea, kuna chumba kwa mbele. Kuna chumba? Aja! Nye. Kwa jambo la kufurahisha liko kuna bonge ya chumba huko njoni. 你是 Chumba wakabidi waje huko. Angalia. 一个乡村剧， Mbona kuna chumba cha siri kiko hapa? Wakaingia ndani ya chumba hicho ambacho tumekiona hapa. Wakaingia ndani ya chumba hicho ambacho tumekiona hapa. Wakazama ndani. Kwani makini nie. Kuna fuvu la kichwa liko, na mtu alishakufa siku nyingi kai yuko hapa. Fuvu la kichwa hili hapa. Ni kama mtu alishakufa muda mrefu. Ronga, usiogope. Mzuka. Wanatishia wewe. Na kutishia bwana na wewe. 你不要 Hata tuza na sisi bwana. Okay, basi taiburudishi, basi tak tena. Kucheki mtu ana nembo kwenye kifua. Kucheki 金丝武功 Royal Decree 中州 Royal Military Master. Huyo anakaa ni askari wa kifalme Xiaoming. 可不小。 Anafanya nini sasa hapa? Kwani afie sehemu kama hii? Askari wa kifalme. Kuna mwingine hapa amekufa huku njani. Kuna mtu kama alishakufa huku ndani hivi. Watu wawili. Mwingine ndiye huyo. Huyu mwingine huyu hapa. Ronga, angalia. Hizi 5 iron bagua kutoka kwenu. 他们的衣服都烂 Lakini kwa hii hali ya mtu kama alikufa muda mrefu sana. 年了， Ana iron bagua. 你不看， Angalia miguu yake. Huyu mtu ni miguu yake ilivunjika. Ilivunjwa. 后头 Labda ni mtu kutoka kisiwani kwetu. 黄道主的 Sasa kwa nini mtu kutoka kisiwani anafanya nini hapa? 梅超风和 Mei Chaofeng, Lu Chengfeng. Kuna mwingine tena? Kuna mwingine watatu. Anaitwa Q. Q ni watatu.
naenda alikuwa na nini hapo? 难道他是 Maana yake ni Q. 虚实？ Sio kaka Q amekufa na huyu hapa. Mmoja kati ya wanafunzi wa babangu waliobakia. 在这儿， Fikiri mwili wake uko mbona huko hapa? 那句 Au itakuwa ndo yeye nini? Itakuwa ndo Q miongoni mwa wale wanafunzi wa master wake, baba yake na binti. Jamaa wako anazunguka zunguka kama kawaida. Chunguza ile eneo huko na kule. Hapa kuna upanga. Jamaa akaamua kuvuta upanga. Hey! Akafungua chini akazama. Hey! Nye! Joni huku kuna hali nyingine tena. Kufika huku, jamaa akaendelea kutafuta. Mbona nyumba inakuwa na vitu vingi, njia nyingi hivyo? Hawana kufika, wakakuta shimo jingine ili hapa. Mbona njia nyingi hivyo? Nao wakazama chini, wakaanza kuchunguza hii sehemu iko aje. Hey, kuna mali nyingi ziko hapa. Shifu, Mwalimu, kwani pole. Angalieni huku. Kuna hii nini tena hii? Kuna kama michoro mingi imewekwa hapa. Hii michoro ya kifalme, hii ni Imperial Tripoli. Zhou Dynasty, toka ufalme wa Zhou wa zamani. Mbona viko hapa? Kuna michoro pia iko hapa, michoro kwa kitaalamu. Zamani mtu akiwa anachora ni kama vile ana kipaji fulani. Ni kama na michoro mingi kweli. 这是吴道子的送子帖。 Kwa nini udauzia mchoro wa udauzi huu? 这个可都不是寻常， Utakuwa ni mali kutoka katika ufalme wa Song hii. 在临安的 Mbona hizi za ufalme wa Song? 啊！哎，我 Sasa mbona ziko hapa? Labda mimi nione hiyo. 轻点儿。 Ah, hey, 明白是 najua kwa nini viko hapa. 肯定是 Kwa nini? 是 Kaka Q itakuwa alikuwa ameiba hizi michoro. Mlinzi wa kifalme akawa anamkimbiza. Waje wakajifia, wakapigana, wakafia huko ndani pamoja. Huenda ni hivyo. 他为 Lakini kwa nini waibe michoro sasa? 自己 Kwa nini aibe michoro na kuweka sehemu kama hii? 都管理啊。Itakuwa 无论 itakuwa aliiba hii michoro kwa ajili ya babangu mimi. Babangu alimfundisha huyu, kwa ni mwanafunzi wake. Itakuwa aliiba hii michoro kwa ajili ya kumpelekea babangu kumfurahisha. Bahati mbaya akafa huko. 偷懒， Inaonekana aliiba kwa ajili ya babangu na akafa kwa ajili ya hii michoro. 不好玩，不好玩。 Ah, basi bwana, hii story ifurahishi bwana. 5公米 Ila maisha kawaida. Tugemea sehemu kama hii ifurahishi. Mimi naishia bwana. Upande pili dogo alikuwa ametumwa akamtafute Gojing. Kwa naye anajiandaa kuondoka akamtafute Gojing. Akamuonya anatafutwa na mzee. Sasa wanaamini Ronga amekufa, kumbe Ronga iko hai. Baba, msao kupa ripoti. Gojing nasikia yupo katika ufalme wa Song, ameelekea katika ufalme wa Song. 不管消息， Basi lazima uende pale ukampe hiyo onyo haraka sana. Master anamtafuta sababu ya Ronga amekufa. 你放心， Hamna shida. Nitafanya hivyo. Ronga kumbe hajafa, wanafikiri Ronga kafa. Kumbe Ronga ipo huku, mzee alidanganywa. Ronga ipo huku. Ronga huyu anajifunza dog beating style. Anapiga mazoezi ya dog beating style. 周二， 靖哥哥， Ronga, 你这套36路， unaonekana style yako imeongezeka uwezo kweli. Imekwenda haraka sana. 我的这套打狗棒法 Hii dog beating style ni tofauti na mwalimu. 怎么样呢？ 师傅比的话， Lakini bado kwa sasa hivi uwezo wako bado jamaa mkubwa kama mwalimu anavyokuwa. 可是靖哥 Lakini kiukweli dini, mimi sitaki kuwa chifu kwa Beggars. 帮主， 为什么？ Kwani utaki kuwa hivyo? 当日我和师 Kwa sababu mwalimu alikuwa ameniambia mimi hapo kisiwani kwamba akitokea amekufa mimi niokoa Beggars. 收下这， Kabidi nikubali kujifunza sababu alikuwa ana mtu mwingine wa kumrithisha. Ronga, sikiliza. 已经答应师傅了， Kama kuniahidi kwamba 反悔吗？ hautojutia katika hili, itakuwa ni vizuri. Nishamwahidi master utajutia. 就对我， Nishamwahidi lakini sipendi kuwa hivi. 我这 Mimi nataka tu niwe na wewe maisha yangu yote. Si- Baada ya kumuua huyu wa Nyangongle, 然 niwe na wewe tukakae mbali sehemu mbali tukaishi mimi na wewe huko. Babe. Mimi sitaki maswala ya kuwa Beggars chifu nini sitaki. 柔儿， Basi kama ni hivyo, Ndio. mtaongea na mwalimu basi atafute mtu ambaye atafai nafasi zaidi yako. 去求求他老， Usijali sawa. 等到丐帮大会的时候， Ukoo wa Beggars 一位德高望 watachagua mtu mpya mwenye uwezo wa kuwa kiongozi wao. Basi hamna shida. Mimi nitakuwa na wewe Gojing. Nataka tu niwe na wewe miaka yote. Unasema? 你不 Unadai kuwa chifu kwa Beggars? 师傅， Mwalimu, 这见 kwa muda huu nilikuwa nahofia kwamba wewe utakwenda kufa, kwa hiyo
nikakubali kwa sababu ya kuhofia usije ukafa bure. 父不好， Lakini uwezo wangu mimi ni mdogo, 有爱贪 siwezi kuwa chifu wa ukoo wa Beggars. 用的担子 Naogopa kama nitakukera 会 kwa kuwa chifu wa ukoo wa Beggars. 你以为做帮主是儿戏？ Utakuwa mkuu wa ukoo wa Beggars. Unafikiri ni mchezo nini? Niko serious. 生气， Mwalimu, 若 usikasirike, sikuwa na maana kwamba na ubaya kwako. Jamani, jamani. 你看你们俩把老 Unaona? 什么样了？这 Mfanya mwalimu wenu akasirike, mwalimu wenu anakufa sio muda mrefu. Afya yake mbovu. 师傅， Mwalimu, 别生气， sio naogopa. Tukiwa tumekosea tusamehe. 我告诉你们， Kikweli nitaitoa na nitaamua nisikufanye kuwa mkuu wa Beggars. 别摆 Lakini tangu kuanzishwa kwa ukoo wa Beggars, mimi peke yangu tu ndo naenda kuharibu ukoo. Tangu ukoo uanzishwe, 你是光 yani leo mimi ndo nakwenda kuharibu yani. 打仗了兵， Miaka na miaka. 到京中 Hali itakuwa mbaya kwa watu wangu wa ukoo wa Beggars. Aya. Nani angejua kama ukoo wa Beggars unateketea katika mikono yangu. Naumia sana. 哎呀， Aya. Ni wawili hamjui kitu kimoja. Uso mchezo. 知道吧？你们难道不知道？ Master yenu hali yake inazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Wewe kaa kimya. 你别胡说， Master hali yako ni mbaya. Kaa kimya huko. Ndio ukweli. Siku zake zinahesabika. Kadri siku anazidi kwenda anazidi kupungua uwezo na anazidi kukaribia kaburi. Ni wawili hamjui kama anakufa huyu. Mwambie tu kweli anakufa. 朱大哥， Master, kama ni hivyo, shida nini? Sio shida. 不就是死吗？ Nani ambaye atakufa? Mimi nitakufa sio muda mrefu. Hata utakufa yeye nitakufa tu pia. Naogopa kwamba 这丐帮要是毁， nikifa ukoo wa Beggars utaharibika chini ya mikono yangu. Nasikia huzuni sana. 师傅， Basi Master, relax. Nitakwenda kwenye asembo 大会 kwa niaba yako ya ukoo wa Beggars. Nitaenda kuwakilisha huko.